Watu wengi unaowaona leo wameshindwa kufikia ndoto zao, walianza kwanza kushindwa kwenye familia zao kabla ya kuanza kushindwa nje. Ndio maana kama adui wa ndani amekushinda, itakuwa ni vigumu sana kumshinda adui wa nje. Unajua shetani anachokifanya, anaweza akaangalia umekuwa muombaji sana, umekuwa mtu uliyesimama sana, umekuwa mtu unayetaka kufika kwenye level ya juu sana. Akipiga picha, anaangalia kabisa kwamba huyu nikimwacha hivi hivi atafika mbali. Anachokifanya, anakuja kwenye familia yako, ataangalia maeneo matatu. Ataangalia kwenye eneo la kiroho, ataangalia kwenye eneo la kiuchumi, ataangalia kwenye eneo la kiafya. Kwenye eneo la kiafya ataangalia kwenye huu ukoo kuna ugonjwa gani. Akikuta kuna kansa, anaweza akakupa gonjwa la kansa. Tafasiri yake ni kwamba umekuwa ukiwa unawaona ndugu zako wana kansa, na wewe ukijikuta umepata hiyo kansa, utajua kabisa kwamba huu ni ugonjwa familia. Kwa hiyo hata kule kupigana kwako kutapungua. Utasema anyway, liwaro na liwe. Akitoka kwenye hilo eneo la kiafya, atakuja atachungulia kwenye eneo la kiuchumi. Ataangalia level ya familia yako mmefika wapi kiuchumi. Ataangalia ni rekodi gani mmefika kwenye eneo la kiuchumi. Ni wapi mlikuwa mkifika mnakwama. Anakutengenezea mazingira yale yale. Ndio maana unaweza kukuta jambo lile lile ambalo limemshinda kaka, baba, mama, dada na nani, na wewe unakuta linakushinda tena. Anaangalia. Akitoka hapo anakuja anaangalia hata kwenye eneo la kiukuu. Kwenye hii familia hawana historia ya kutoa kiongozi. Huyu anaenda wapi? Lakini uwezo na nafasi ya kuwa kiongozi mkuu wa nchi upo. Akiona umemshinda, atahamia kwa watu wa nje. Unapotaka kupewa nafasi, wanaanza kuangalia yeye anatokea wapi, ana historia gani. Babake aliwahi kuwa kiongozi yote? Hapana. Mama yake aliwahi kuwa kiongozi yote? Hapana. Ndugu yake aliwahi kuwa kiongozi yote? Hapana. Sasa kama hawana historia, huyu anataka awe kiongozi wapi? Unapigwa juju, unaishia pale pale. Kwa hiyo ndio maana ukitaka uwe mshindi wa nje, ukitaka ushinde vita kwenye nchi, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ukuu, shinda kwanza vita iliyoko kwenye familia yako.